Irani inakabiliwa na mojawapo ya vipindi vyake vigumu zaidi kwa miaka mingi baada ya maandamano makubwa kuzuka na kuenea kutoka mji mkuu wa Tehran hadi miji mingine nchini humo. Maandamano hayo yaliyoanza zaidi ya wiki moja iliyopita yameitikisa serikali wakati nchi hiyo ikiwa katika hali dhaifu kisiasa, kiuchumi na kidiplomasia. Hali hiyo imezidi kuwa tete baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutoa maonyo makali kwa viongozi wa Irani akisema Marekani iko tayari kwa lolote. Mwisho kunukuu. Endapo waandamanaji wataendelea kunyanyaswa, kauli hizo zilizotolewa huku maandamano yakiendelea ni nadra kwa rais wa Marekani na zimeongeza taharuki ndani na nje ya Irani. Maandamano hayo yalianza kwa amani yakichochewa na hasira ya wananchi kuhusu kupanda kwa gharama za maisha na kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Irani ambayo imeshuka kwa karibu 80% dhidi ya dola ya Marekani ndani ya mwaka mmoja. Uchumi wa nchi hiyo uko katika hali mbaya, huku mfumuko wa bei ukifikia 42% na bei ya vyakula kupanda zaidi ya 70%. Hata hivyo, kilichoanza kama malalamiko ya kiuchumi kimegeuka kuwa maandamano ya kisiasa, kauli mbiu zinazodai mabadiliko ya uongozi na hata kuondolewa kwa Jamhuri ya Kiislamu zimeanza kusikika wazi, huku wanafunzi, wafanyabiashara na wananchi wa kawaida wakijiunga kwa wingi. Serikali imejibu maandamano kwa nguvu, huku polisi na vikosi vya usalama vikikabiliana na waandamanaji kwa mabomu ya kutoa machozi na risasi. Lakini mashirika ya haki za binadamu yameripoti kuwa zaidi ya watu 20 wamepoteza maisha, hali inayoongeza hasira ya wananchi na shinikizo la kimataifa dhidi ya Tehran. Hasira ya wananchi pia imechochewa na madai ya ufisadi unaohusisha maafisa wakuu wa serikali na familia zao. Wairani wengi wanaamini kuwa baadhi ya viongozi wananufaika na vikwazo vya kimataifa kupitia biashara haramu, uhamishaji wa fedha na udhibiti wa sekta muhimu kama mafuta. Wakati huo nafasi ya Irani kimataifa imeendelea kudhoofika. Vita vya siku 12 kati ya Irani na Israeli mwaka 2025 viliharibu vibaya miundombinu ya kijeshi na nyuklia ya Irani, huku kuanguka kwa washirika wake wa kikanda na operesheni za Marekani nchini Venezuela zikizidi kuibana kimkakati. Wachambuzi wa siasa wanasema mchanganyiko wa shinikizo la ndani, hali mbaya ya uchumi na mazingira mapya ya kimataifa umeifanya serikali ya Irani kuwa katika hali dhaifu zaidi kwa miongo kadhaa. Macho sasa yanaelekezwa kwa hatua zitakazofuata, iwe ni mageuzi, msimamo mkali zaidi wa usalama au mgogoro mkubwa unaoweza kubadili mwelekeo wa taifa hilo. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari. Inasoma kwako nami Timo Thrugoe.